Vipi hali zenu? Bila shaka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayuha al-ikhwa al-afadhil, vipi hali zenu? Bila shaka mmesalimika. Hizi namba hizi ambazo nimezitolea duara hapa, huyu bwana huyu ni mtu anaonekana anajishughulisha na utapeli. Hii namba kwanza, namba ya Kenya ambayo ni mwisho 183, nimezungushia duara hapo. Kadhalika namba hii mwisho 1443. Huyu jamaa huyu anatumia njia za udanganyifu kuchukua pesa za watu. Mimi alinipigia simu kama miezi miwili takriban iliyopita, huyu bwana huyu akaniambia maneno kwamba bana, akaniambia kwa namba ya Kenya, bana una ofa yako shilingi 300,000 toka Mix by Yasi sui kadha na kadha. Akanipa maneno hapo, nikawa sijui utapeli. Lakini anapiga kwa namba ya Kenya, anapiga simu ya kawaida lakini kwa njia ya namba ya Kenya. Sasa mimi nikamuuliza maswali, nikamwambia kama kuna ofa yangu usinitumie tu, namba yangu inajulikana, hiyo hapo, hiyo ni hapo unaongea nayo ndio unitumie pesa. Ambia mpaka kuna linki uingie tukutumie. Basi baadaye akanitumia namba fulani hivi. Akaambia kuna namba zimeingia hapo, unaweza ukazitaja. Mimi nikajichanganya nikazitaja zile namba. Akasema sasa kuna linki nimekutumia, ingia WhatsApp. Nilipoingia WhatsApp kuangalia linki ile, nilipoibonyeza ile afwan ile linki sikuibonyeza. Nikamwambia hivi, sikiliza, mimi nishazoea kutapeliwa na malinki, siwezi kulifungua. Bwana kuna ofa yako. Nikamwambia ofa nitumie, sababu mimi mwenyewe nina shida na hela, nitumie haraka sana. Tukawa tumeishia hapo, nikamkatia simu. Lakini baadaye nakuja kutoa pesa zangu, nikajikuta wananiambia akaunti yako imefungiwa. Akaunti yako imefungiwa vipi? Nikakumbuka ule mkasa, nikapiga watu wa Tigo, wakaniambia, nikawaeleza mkasa ulivyokuwa. Asema ni tapeli kweli, ila ulipomtajia ile namba, ile pini namba zile, akajaribu kuingia kwenye akaunti yako kwa kubahatisha namba za siri, akakosea, ikafungiwa kwa usalama wa akaunti. Kwa hiyo nikawa nimefunguliwa ile akaunti yangu. Sasa huyu bwana juzi alinipigia tena simu, nilikuwa darasani, simu ikapigiwa kama unavyoona hapa, nimewekea alama. Mimi sikujua ni nani kwa sababu nishasahau, lakini nikaingia WhatsApp kuangalia namba ninayo WhatsApp, labda akatumia message WhatsApp, hakuna. Sasa kuna akhi mmoja kanizindua sasa hivi hapa, ambaye tuko naye humu, akanipa tahadhari kwamba kuweni makini, kuna tapeli yuko kwenye ile group 1 2 3. Nikakumbuka yale maelezo, nikabidi niingie kwenye na sehemu zangu za message za nini za missed calls, nikakuta namba ndio hii ya Kenya. Alafu maajabu sasa, namba aliyomtumia nayo linki ni hii ya Tanzania ambayo imeandikwa Mix by Yas. Hii ndio anaitumia katika kutuma linki kwenye WhatsApp, ambayo sasa tuko nayo humu kwenye ile group. Kwa hiyo mtahadharisheni katika magrupu ya masalafi kwamba huyu ni tapeli, ambaye anatapeli watu, anaingia kwenye magrupu yao alafu anafanya kazi ya kuwatapeli kwa kujifanya kwamba yeye yuko katika makao makuu ya Tigo, halafu ana ofa ya shilingi 300,000, hizo shilingi 300,000 zisizoisha. Alhasil ni mtu tapeli. Wewe ni makini ikhwa. Anachukua namba zetu humu, anapiga simu kwa njia ya namba ya Kenya, alafu anatuma linki kwa namba hii hapa ambayo mnaiona hapa yenye alama ya Mix by Yas na profile yake. Barakallahu fikum. Na hapa mimi namtoa kwenye group, lakini namba muikariri hii kwamba namba hii ni namba ya tapeli pamoja na hiyo ya Kenya, hizo namba mbili hizo. Nadhani mnaona hapo mcheza alikuwa anataka kumchezea huyu akhi, amemtumia linki ili ukiingia kwenye hiyo linki akudukue vizuri, sijui akudukue sio anafanyaje, lakini hasi kama ni tapeli. Mimi alinifungia akaunti yangu huyu. Naam, yeye alishindwa kuchukua kwa sababu sikumpa namba ya siri. Yaani Allah alichonijalia mimi ile kumpa zile nani namba alizonitumia yeye, kwa sababu yeye alinitumia namba za pini ambazo zinamruhusu kuingia kwenye akaunti yangu, lakini namba ya siri mpaka aipate. Sasa namba ya siri mimi sikumpa. Na watu wa Tigo waliniuliza namba ya siri umempa? Nikamwambia hapa, anasema hapa hawezi kufanya chochote. Huyu alichofanya ni kujaribu kuchukua pesa. Ina maana anachukua namba, anajaribu hii, anajaribu hii. Akipatia tu namba ya siri yako kwa bahati mbaya, basi unajua umekwisha. Kafana Allahu sharra.